Asante kwa sababu hakuna kulinganisha na wewe. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako ewe Mungu. Mfalme wa ajabu, tunajua kwamba pasipo wewe hatuwezi. Mungu wetu, tunanyenyekea asubuhi ya leo kwa sababu cha kutumaini hatuna ila damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Asante Mungu wetu, maana wewe ni mwema. Mfalme ajabu, kuwa na uzima na uzima tele. Siku ya leo ewe Mungu, tumekuja mbele zako kwa madhabahu haya
maana kazi ya madhabahu Bwana kwa ajili ya binadamu kukutana na wewe. Mfalme, tunapokanyaga kwenye madhabahu haya, tunaomba siku ya leo tukaweze kukutana na wewe. Usiwe na yote atakaye kanyaga mahali hapa rudi jinsi alivyoingia. Roho wa Mungu, ninaomba ukaweze kutawala. Damu ya Yesu Kristo ikaweze kuosha na kusafisha. Damu ya Yesu Kristo ikaweze kuachilia uponyaji. Damu ya Yesu Kristo ikaweze kutupa ushindi. Ili Mungu jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Asante Roho Mtakatifu, maana uko katikati yetu. Kazi yako kuwa msaidizi wetu. Tuongoza, tuelekeza. Ewe Mungu, siku ya leo kutana na mtu katika hali yake ya mahitaji. James chapter 5 verse 14. Biblia inasema, is there anyone sick among you? Let him call the elders from the church so that they can pray with the anointing oil, because of the prayers of the saints may heal him. Yakobo anaposema haya maneno anamaanisha kwamba tunapokuja katika kanisa la Bwana, tunapokusanyika pamoja, kama kuna yeyote katikati mwetu anastahili kuingia katika hali ya kuomba, na yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye pia si mgonjwa, ni jukumu lako kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Katika hiyo hali ninakusihi mpendwa, kama uko mahali hapa, naona kwamba kuna sehemu ya mwili wako mahali popote ambapo kuna maumivu, na umekanyaga mahali hapo, usiachilie shetani akufunge urudi jinsi ambavyo uliingia na maumivu. Kama wewe ni mzima na umekanyaga mahali hapa, usiweze kunyamaza, bali unastahili kwenda mbele za Mungu na kwa ajili ya kuleta maombi yako. Maombi yako yatasababisha yule ambaye amekuja akiwa mgonjwa apokee uponyaji. Pendwa, inua tu sauti yako mbele za Mungu. Mwambie, siku ya leo tumekuja mahali hapa, hatutaki watu wakae chini ya magonjwa. Siku ya leo maradhi ya kuzimu, maradhi ambayo yanasababisha watu wanakosa amani ndani ya maisha yao, magonjwa ya Misri hayatatufuata. Inua tu kinywa chako, fungua kinywa chako, enda mbele za Mungu. Nataka kila mmoja ukaize kuomba, ukikataa roho ya magonjwa bali inakuja kutawala wale ambao Mungu ameweza kuwaita katika hekalu lake, ya kwamba kazi ya magonjwa ya shetani isipate nafasi katika sehemu ya yeyote ambaye atakanyaga katika hekalu hili. Nataka uende mbele za Mungu. Inaweza kuwa ni wewe mwenyewe, kunawezekana haujisikii vizuri. Siku ya leo Roho wa Mungu ako mahali hapa, maana lengo lake ni kukupa uzima, maana lengo lake ni kuachilia uponyaji. Anasema ya kwamba tunapokuja mbele zake na tukaweze kuachana na njia zetu mbaya na kuweza kuomba na kukiri dhambi zetu, yeye ni mwenye haki, yeye ni Mungu mwaminifu, ataachilia uponyaji, ataachilia uponyaji juu ya miili zetu katika jina la Yesu Kristo. Enda mbele za Mungu. Uko mahali hapa, ni wewe ni mgonjwa, wewe ni haki, unastahili kumlilia Mungu kama jinsi Hezekia alipogeukia ukuta, alipoambia ya kwamba atengeneze njia zake, atengeneze familia yake, atengeneze mapigo yake, maana anaenda kukufa. Hezekia alimgeukia Mungu, akamkumbusha ya kwamba, ewe Mungu, tazama jinsi ambavyo nimetembea na wewe, nimetembea na wewe katika haki, nimetembea na wewe kwenye utakatifu, na tazama habari imeingia ya kwamba ninaenda kukufa. Ikasababisha Mungu akamtuma Isaya arejee kwa Hezekia, akamwambia ya kwamba, tazama nimekuongezea miaka zingine 15 wakati huko mahali hapa, na wewe ni mgonjwa.
geukia Mungu, mwambie kile kidogo ambacho ulimfanyia, chochote ambacho umefanya katika hekalu lake. Umkumbushe ya kwamba ewe Mungu, tazama niko mahali hapa, kila ambacho nimekutendea ninahitaji ukakikumbuke ndani ya maisha yako, akakukumbuke. Asiache uende chini ambavyo watu wamekutabiria wakasema ya kwamba yako yameisha. Usikubaliane na yeyote yule ambaye amekuambia ya kwamba haya magonjwa hayana tiba, hii hali yako haina suluhisho. Geukia Mungu, mwambie yeye ana suluhisho, yeye ana suluhisho juu ya hayo magonjwa. Mwambie Baba, niko mbele zako, wakati wa sasa ninakuja mbele zako, ninahitaji uponyaji. Maana umesema kwa mapigo ya Kristo msalabani mimi nimepokea uponyaji. Asubuhi ya leo ninapokuja, ninatarajia uponyaji kutoka kwako. Labda umeacha mtu nyumbani ambaye ni mgonjwa, hii ni nafasi yako. Enda mbele za Mungu, tafadhali muombe huyo mpendwa ya kwamba maombi yako, jinsi ambavyo Yakobo anasema ya kwamba maombi ya wenye haki yatasababisha uponyaji. Maombi ya watakatifu yataachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, siku hii Bwana ni siku ambayo umeifanya ya kwamba tukaweze kuwa katika uwepo wako, ya kwamba tukaweze kutembea katika njia zako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, kwa sababu wewe ni mkuu. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna yeyote ambaye anaweza linganishwa na wewe. Thank you Lord Jesus. Mungu wetu Baba uishie milele katika jina la Yesu. Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa siku hii ambayo umefanya ya kwamba tukaweze kukutana na wewe, tukaweze kukuabudu. Jinsi ambavyo Yohana anasema katika sura ya 4 mstari wa 24 kwamba wewe ni roho na unaangalia wale atakao kuabudu katika roho na kweli. Wewe Mungu, siku ya leo tunapokuja mbele zako katika hali ya kiroho, tunaomba kwamba ukaweze kutuangazia, ukaweze kutuongoza. Uinuliwe na upewe sifa kwa Kristo Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Shangilia, Yesu anaweza.
Leo ni leo. Leo ni kubaya. Bwana asifiwe. Mwana mama amefika, mke wa askofu. Mimi sasa sitaongea mengi. Amen. Amen. Nitaongea tu mambo matatu ama manne. Alafu nita hand over na yeye ndiye atamalizia. Amen. Amen. Jumapili ambayo imeisha tumekuwa tunaongelea kuhusu the inner man. Mtu wa ndani, the inner man. Na inner man, mtu wa ndani, inaweza onekana kana kwamba ni kitu ya kawaida. Hawezi tambulika, hawezi onekana. Na ninakumbuka tukifundishana pia kuhusu mtu wa nje, kwamba pia kuna mtu wa nje na wa ndani, ya kwamba jinsi ambavyo tunafurahisha mtu wa nje tunastahili pia kufurahisha mtu wa ndani. Tukajifundisha kwamba nikapewa mfano jinsi ambavyo tunaburudisha ama kulisha ama kufundisha ama kutengeneza mtu wa nje. Nikaambiwa hapa ya kwamba mtu wa nje wakati mwingine huwa tunamtengeneza kupitia njia gani? Kuoga. Ya pili kuvaa. Ya tatu kulisha. Ya nne kufanya nini? Kuburudisha mwili, kurembesha. Okay, kuacha tuweke kurembesha pamoja na mavazi. Lakini kuna pia hali yenye inatakikana unaupumzisha. You rest. Maana usipopumzika utakuwa mgonjwa tena. Ukiamka kuanzia asubuhi 24 hours, 5 days ama 7 days a week, 1 month, utakufa. Watakuona unaamka tena unakufa. Amen. Now, labda kwa ufupi nataka tu, kwa sababu ya siku ya leo, haswa kwa hii msimu yenye tuko, ni wakati ambapo tumekuwa na Kristo amekufa msalabani, amesulubishwa akakufa. Tunapoangalia mtu wa ndani, jinsi ambavyo tunamlinda. Nataka Paulo ananifundisha kitu kimoja katika 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Nataka tusome kwa haraka and then nitamalizia, nitakaribisha mama ataweza kumalizia haswa kwa timu ambayo ametembea nayo. 2 Corinthians 7 verse 1 inasema namna gani kwa Kiswahili? Wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, ya kwamba we have promise. Kwa Kiingereza kitu ya kwanza tuna ahadi, kuna promise. Na hizo ahadi ndio tumefundishwa leo asubuhi. Basi na tujitakase nafsi zetu. Sasa kuna ahadi, lakini hapa tunaambiwa tujitakase. Can we do what? Another translation inatumia cleanse. Tujitakase nafsi zetu kutokana na kila kitu kikiacho. Sasa unatakasa kutokana na kila kitu, all. You need to cleanse all. Kikiacho mwili na roho unajisi. Kitiacho mwili na roho unajisi. Kinachotia the flesh and the spirit. Amen. Asante. Now, Paulo anatuambia kwamba kuna ahadi, there is a promise. Na hiyo promise itakamilika wakati ambapo unajitakaza, to cleanse. Cleanse, nilipokuwa ninaangalia, unakuta inaitwa synonym. Ni another word that means cleanse is to do what? Sini kuosha, kusafisha. Wakati unasafisha inamaanisha unatoa kile ambacho sio kinatakikana. Na ndio tulifundishwa wakati unaoga wewe mwili wako, unapooga kitu ya kwanza unajisikia aje? Fresh. Ya pili, yes, unapata ile nguvu. Unajua wakati umefanya kazi na uende uoge, unapata nguvu nyingine yenye ni mpya. Which means if you cleanse yourself, you will receive new strength. Kama vile
ya kwamba wale ambao wanamtegemea Mungu watapata nguvu mpya, watapaa kama tai na hawatachoka. Wakati ambapo unajisafisha, if you cleanse yourself, you will receive new strength. Amen. Amen. Now, unajisafisha sehemu gani? Paulo anatuambia na niweka faith. Now, there are 3 areas that we receive cleansing. Area number 1 is in our faith. Our faith, imani yetu. Wakati ambapo hii inatokana na wakati ambapo unaokoka. 1 John chapter 1 verse 9 inasema namna gani? If we do what? Tunapokiri dhambi zetu. Now, dhambi zako hautakiri kama hauna imani. Imani itasababisha ukiri dhambi zako. Sasa kiwango cha kwanza ambacho huwa tunapokea kuoshwa ama kutakazwa ni kupitia imani tunapokubali na kukiri. Na hii inakuja wakati mtu anaokoka. Amen. 1 John chapter 1 verse 9 inasemaje? Kwa Kiswahili. Yes. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Ataondoa hizo dhambi, anapoondoa na kusafisha. Na kutusafisha na udhalimu wote. Anasafisha udhalimu wote. Hiyo kiwango ya kwanza ya kusafisha inatokana na imani, ile itasababisha utakiri dhambi zako kwa sababu kuna mtu yule ambaye ni mkubwa mwenye anaweza kusafisha. Hiyo ni ya salvation. The first faith cleansing. Wakati unaokoka. Na ninajua wengi kubakia hapo. Watu wengi wanabakia wakati wameokoka na wanasema Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka. Amen. Kwa sababu alikiri dhambi zake. Alikishakiri anajua mimi nimesafishwa. Lakini Paulo anataka kuongelea juu ya aina nyingine ya kusafishwa ambayo ni ya mwili. The flesh. Alafu ya pili ingine Paulo anaongelea juu yake, the spirit. Unajua hii kusafishwa ya mwili ni ile inaonekana wazi, vile mmeniambia ukikuwa umefanya kazi umechoka, ukienda kuoga unapata nguvu. Umesafisha mwili. Na hata wakati ambapo haujaoga utaanza kuhisi pia kwamba wewe ni mchafu. Wakati wewe ni mchafu hata watu wataona wewe ni mchafu. Wakati unatenda dhambi watu watajua wewe ni mtenda dhambi. Hiyo haiwezi fichika. Itaonekana kwa sababu it is on the flesh. Na hiyo ndio sasa watu wengi tunategemea, yani tunaangalia. Amen. Fulani huyu ni mtenda dhambi kwa sababu ameona kuna kitu anafanya cha kimwili chenye si cha kawaida. Sasa wengi tunamalizia hapo. Na sasa unakuta wengi wakiokoka wanatoka namba 1 na wanaingia namba 2 na wanazimia hapo. Sasa Mkristo anabaki Bwana asifiwe, niliokoka. Bwana wewe unatenda dhambi. Sababu anaangalia wengine. Lakini Paulo anatuambia kuna zaidi ya kutakaswa, cleansing. There is further cleansing ambayo sasa inaguzia na nafsi, the spirit. Hata vile tuka hapo, unajua hiyo sasa haiwezi onekana. Na ndio laiti Mungu angetusaidia tufungue tu mioyo za watu na tujue chenye wanafikiria saa hii. Hata wengine tungetoroka kwa hii kanisa. Hautaka. Because it is in the spirit. Amen. Nilikuwa naambiwa, unajua kuna mtu nilikuwa naongea naye akaniambia kuna ugonjwa inaitwa pneumonia. Ni nani kwa hadispeni? PN. Hivi. Si ndio? Hii jina ya kwanza inamaanisha nini? Ya kwanza tukikata new. Alafu ukienda kusoma kuna kitu inaitwa pneumatology. Wakati unaenda kufanya theology kuna kitu inaitwa pneumatology. Pneumatology is the study of the Holy Spirit. Nilikuwa najiuliza pneumatology, sasa unaangalia pneumonia na wanakuambia hii new
inamaanisha spirit. Meaning spirit ni kitu ile ambayo haionekani. Ni kitu iko ndani, hauwezi kuiona. Inamaanisha kila ambacho unaona, unawaza, hakuna mtu anaona. Na ndio kionekane kitakuwa kimetoka sasa katika spirit, kina manifest in the flesh. That is when people will know that there is something in you. Amen. Na ndio maana nafikiria ni Yesu alifundisha akasema kile kinachomtia mwanadamu najis, kile kinasababisha unachafuka, kile ambacho kinasababisha unatakikana ukikue cleansed, kile kinasababisha inatakana uoshwe, sio chenye kinaingia bali ni kile chenye kinatoka. Maana chenye kinatoka ndani ya nini? Ya moyo wako. Kwa sababu ulinde moyo wako, maana hapo ndio kunatoka mambo ya uzima. Na tena Mungu, Yesu akatuambia katika Yohana 4:24 ya kwamba Mungu yeye ni nini? Na anatafuta wale wanaomwabudu katika. Kwa hivyo wakati huu wa kukufa na kufufuka kwa Kristo tumwabudu katika. Simunisaidie kukaribisha mama anapokuja kwa wakati huu. Amen. Bwana asifiwe. Muri moyo. Pwesa kuri moyo. Tomia na sai. Angai no merei lo ni yawe. Jehova ni ulindi, ni mwali, ni amani. Ya kama ni Yesu ni yeye peke yake uko naye, then there is nobody you need. It is only Jehovah that you need, and it is Him that I exalt the morning of today and call upon Him, that without Him, bila yeye mimi siwezi. Bila yeye mimi siwezi. Yeah, he was talking about the spiritual world. Kwamba unapofungua roho uone ni nani, macho yaweze kuona ni nani vile unakaa. Na tunasema ukifungua roho uone ule wadui uko hapo, vile shetani amekukondolea macho. You will wonder. And God always fights for us. You don't know how many battles that God fights for you. Kuamuka ni Bwana, kukaa ni Bwana, kuishi ni Bwana. Unaweza kufikiria umekuja hapa kwa nguvu zako. Useme nijipigilie leo nguo yangu mzuri. So amesema mtu wa nje. Leo mtu wa nje na mwingine ako hapo. Anasema leo utanijua. Anajaribu kukushika mguu, uwe mchovu usiende. Lakini Mungu anakupigania. Anajaribu kukupitisha ili wewe ufike spiritual. Lakini Mungu anakurudisha, anakuonyesha kabisa kanisa ya Geto Maneno hujaiona. Kama unasema na hii inatoka wapi? What is not happening? But our God is good. And He always fulfill His purpose. Yeah, kama wewe unajua Mungu wako ni nani? I was thinking about self-actualization. Sema self-actualization. Self-actualization. Ni nini kwa Kiswahili kujitambua? Kujitambua, kujijua. Kama hujijui, and especially in Christian realms, unakaa tu unakuja kanisani, unafikiria kulisha mtu wa nini? Mambo yukanuka ndani hapo jadino leo hapo yomiri kuendelea bila. Yongino hapo hanga hadia. Hanga shone leo hanga ika. Kwenda kwa sasa sikizi baandole. Kanisuita omba wetu ondole mwami da. Kwa siasi baandole. Kwa fulani nuko ataka kwa nini hapo pale. Nyanga ino siasi ana mwana sia wewe. We always think of things sina value. But as a Christian, if we are to have self-actualization in the Lord, utakaa kila wakati ukitaka kutenda mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bado walingane. Nyangaino,
Bwana katati marehemu siku. Wewe umekuja hapa mawazo yako badala kuwa mbele ya Mungu, akili zinaduru kule nje. You are just thinking. Nimefika bilome satinga. Ndatenda lekeba. Mana Mungu ndo mpanania wewe bibi. Sahau hiyo. Let's have self-actualization in the Lord. Amen. Kwa katika Bwana. Na nilikuwa naona katika Biblia. We waste a lot of even before Biblia. We waste a lot of time. Kujua tu kwamba sisi ni Wakristo, lakini Ukristo wetu unatafash. Kwa sababu tunakuja tu because it is a Sunday. But how have we been with our God? Tumeshughulikia Mungu kiasi gani? Hata ukikuja tu kutoa sadaka, mtu wa kwanza kujifikiria ni wewe mwenyewe. Nalo leo usiashiri. Chaka mselect. Unaona hamia. Nalo ni usienia ndio. Isukari ilawe. Irie. Why you believe our God? Amen. Ula alitengeneza njia katika bahari la Shamu. Where there was no way. Amini huyu Mungu kwamba anaweza. Jua yule Mungu ambaye you serve, that is a big God. A God who cannot be conquered. A God who cannot be defeated. Mungu aliyesema katika ghala lake kuna hazina kubwa. Kwa nini tunapotea? Tunafikiria vitu vya ulimwengu. I was sharing my dream, which was a terrible dream that I've ever dreamt in my life. Kasema, hey, hata mwenyewe nilipamuka. Nilishangaa na hili ni ndoto gani? Hey! Basi kuielewa. Kasema, hey! Mimi ni mzima ama nimekufa? So this was the dream. Niliona kwamba nilikuwa napatia watoto punishment in school. Baada ya kupatia watoto punishment, nikaona wanakuja because they were defiant. Walikuwa wametenda mambo ambayo haitakikani katika shule. Kasema sasa mimi sitawachapa. I'm going to give them a punishment. Enda mlime, enda mfanye nini? Umalize hapo. Nikaona wanakuja kwa haraka. Wanasema tumemaliza. Nasema enda. That is nikajiuliza, sasa mbona nawaambia waende? They must be taking advantage of me. Ni kama wananichezea. Wa mwisho alipokuja nikamwambia enda nionyeshe umelima wapi. Kufika huko tena ikawa kama ni mzazi wake. Kidogo ikawa ni kama mama mwingine tulikuwa tunakaa naye. Halafu akaniambia unaona nimelima hapa. Nikasema hii ni vizuri. Akasema unajua sisi na wewe we are living, we are already dead. Na nikaona kweli we are dead. And I saw myself kama mtu mwenye anatembea, lakini in the world of those who are dead. Tukatembea. Tukaangalia wengine wakapoja. Akasema sisi ndio waliokufa, wasema ndio wale. Kwa hivyo nikiamka ilikuwa tuko tuna mwili vizuri kama mimi na wewe. Lakini sisi ni watu tuliokuwa tunaangalia wale wazima, physical death. Hey! Nikiamka kasema na nimeamka kweli. And what a dream is this? Sijui kama kuna nini mtu mwenye ashawahi kuota ndoto kama hiyo. Sasa baada ya hiyo nikamwambia askofu, nikamwambia you know I had a dream that I've never dreamt before. Nikamwambia vile ilikuwa. Lakini nikajishika. Nikijishika hivyo yenyewe niliona ni kama nilikuwa mwili ni kama hata haukuwa na. Nikitaka kukata sina nguvu ya kukaa.
why niliona ni kama nilikuwa nimeenda. It is only God who returned me back. Because vile ilifanyika hata kuamka haikuwa rahisi. Kamwambia nishike mkono akanikalisha. Nikamka nikaenda sitting room. The first thing I thought was to pray. Nikasoma neno na nikaomba. Baada ya hiyo nikafikiria kwenda kuomba maji na kukunywa because I felt this God was not having any life. Na nikasema nini? Mimi sikutaka mtu aniambie hii nini nasema nini. Nilijua hiyo automatically I was going. But it is only God was returning. And I thank God. Ni hapo na nini, kwa nini aliona niendelee kuishi? Ni nini aliona niendelee kuishi? Nikasema God, I still want to live for you. For the remaining life you have brought me back. Ungekuwa mimi ndio ungejua hiyo mwili ilikuwa imekufa. Because I tried to feel it. Kaona pana. This one, I was just gone. Literally gone. So we should come to self-actualization. Tujijue, tujitambue, waimanye mkari mwa Yesu, mwokovu wetu katika kuishia kwetu nani? Mungu. Na tukitaka kuishia Mungu, muishie na nguvu yetu yote. Na moyo wetu wote. Na uwezo wetu wote. Lakini sisi mostly nimesema ni huyo mtu wa nje. Tunamtambua zaidi. Na mjua huyo mtu anaweza baki anytime. But where will you go to? Kama unasema unajua Mungu, what do you conclude? Unajua Mungu, unataka umtolee Mungu, na wewe kwanza ukienda kwa kibeti uone nia, unaanza kufikiria kwanza sufuria. Unasema hapana. Wapi ile 20 ilikuwa? Wapi ile 10? Ndio hata niende nitoe, watu wataona hata mimi nimetoa sadaka kama hao. Ni nani unapenda zaidi? Ni mtu wa nje ama ni Mungu? So kupenda mtu wa ndani, it is coming to self-actualization kama nini? Mkristo. Fikiria vingine, hiyo tu ni mfano moja. Fikiria mfano mwingine. Fikiria mfano mwingine. Na pia wewe, we want to come to self-actualization as Christians in Christianity. So mwenyewe unaweza kujazia mifano mingine. Wacha nikupe mfano mmoja wa mtu anayeitwa Gehazi. Na huyu mtu alikuwa anatembea na mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elisha. Na inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5. Kwa hiyo unaposoma usianze kucheka Gehazi. Unaweza kuwa unacheka Gehazi na wewe hata Gehazi akikuona, na if it comes to spiritual realm, anaweza kufulia nini? Kofia. Kwa sababu wewe uko zaidi ya hiyo hadithi. Tunaona kama vile kulikuwa na mtu mkoma alikuwa anaitwa Naamani, ambaye alikuwa mtu tajika katika hiyo Roman regime. Alikuwa ni mtu aliye na mali na mtu aliye na heshima zake za kiulimwengu, na alikuwa na kijakazi ambaye naye alikuwa anatoka katika Israeli. Na unajua kitambo mtu akiwa mkoma
na ukoma, alikuwa anaogopwa sana. Walikuwa hata Waswahili wanasema waliniambaa kama mkoma. Yaani walinitenga kama mtu aliye na ukoma. So Naamani huyu japo alikuwa mtu mkubwa, lakini alikuwa na kasoro ambaye alikuwa mkoma na haikumfurahisha. Na huyu kijakazi akasema, wewe ukona mtu wa Mungu kule Israeli. Na huyu mtu alikuwa anataja ilikuwa ni Elisha. Akasema yeye akija hapa akikuombea utasikia vizuri, utapona. Sio tu kusikia vizuri, utapona. Akajaribu chini vile anaweza kupatana. Mwisho akamwambia aende afanye nini? Akakutana naye akamwambia aende aoge mara ngapi? Ajitumbukize mara 7. Na tafanya nini? Kwa mto gani? Yordani. Naye akaanza kuleta tetezi zake. Yordani. Kwani huko kweli wakona mito mizuri kama hii mto Abana, kama hii mto gani, sijui mto gani. Hivyo ndio shetani anataka wakati unafikiria kupata uponyaji, ufanye mapenzi ya Bwana, anakuonyesha mambo yale ya nini? Ya kimwili. Sasa yeye amemwambia tu enda jitumbukize mara 7 kwa mto Yordani. Yeye anaanza kuteta. Hebu tusome hapo mahali. Tuanzie hapo 4 na ninaweza ruka. So Naaman told the king what the young girl from Israel had said. Chapter 5 verse 4. Go and visit a prophet. The king told him, I'll send a letter of introduction. Kwa hivyo hiyo ilikuwa tu letter of introduction. Sasa tunaona when the king of Israel read it, he tore his clothes in dismay and said, this man sent me a leper to heal. Am I God? Kwa hivyo yeye hakuelewa. Kasema mbona umeniletea barua? Huyo ni king of Israel. Kwa sababu ya huyu mtu mwenye ukoma. Kwani mimi ni Mungu? Kwa hivyo aliona tu mtu anayeweza kuponya ukoma ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo alishangaa sana. 9. But when Elisha, the man of God, heard about the king's reaction, he sent this message to him. Why are you upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet here in Israel. Alimwambia, kwa hivyo kama uko na Mungu ambao umetambua uwezo wake, you are more than a king. Yes. You can do exploit than a king, because the God we serve is a great God. Alisema mbona unahangaika wewe mfalme? Mtume hapa naye atatambua kwamba kuna Mungu wa ukweli katika Israeli. Umetambua kuna Mungu wa ukweli? Ama unakuja tu kwa sababu watu huenda kanisani, na wewe pia unataka watu wakwenda kanisani ni wakung'aa, na wewe pia utaki kukaa uchwara, unaenda kanisani ili ung'aa? Ole wako. Enda ukijua that you are going to see a true God. Bwana asifiwe. Amen. Yule anaweza yote. He who is greater than the kings, yule anayeshinda wafalme. Huyu Mungu aliye mkuu
uzima wa milele. Inasema kwamba what will it benefit a man to gain the whole world na poteza uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana katika Mungu aliye Mungu wa kweli. Amen. Praise God. Amen. Mbona kama umetambua Mungu wa ukweli, Mungu ambaye anashinda wafalme, Mungu ambaye hawezi kukunyima chochote, unakuja na usimtolee hata sadaka nzuri. Unakuja na usimuombe kwa haki na ukweli. Unakuja unawaza watoto wako na hujamwachia nani? Mungu. Kwa hivyo baba, kama wewe unakuja hapa na akili yako inagaragara, like when I'm in class, naangalia mtoto nasema wewe, you are not with me. Akili yako iko nyumbani kusufuria mkimo. Na wewe itirano abumo kuikalano oparanga hado muhingo kokolekana musufuria. Lano mundu ni ekesya obolango ya kama risatinga. Ofisi obuyo oyera. Usia uliyo oyera. No wale wasangalirimo. Samani wangu ndiye ni nyanga ya Pasika. Ole wako. God will bring all that to end. Tafuta kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Na haya yote utazidishiwa. 9 inasema Solomon went with his horses. Solomon ni mtu, wewe ushaona farasi. Pengine kama unaona ni wazungu na wale wengine. You have not owned one. Yeye alikuwa na horses, wajasema horses. And he was an army commander. Solomon went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. But Elisha sent a messenger out of him with this message: go and wash yourself 7 times in River Jordan. Then your skin will be restored and you will be healed of leprosy. Hata alituma tu messenger. Angalia how big you are when you trust in God. Siamola Nomodi with horses and chariots. Wacha sasa ngebani ni $1 sadano ata MPA yengene ata ni $1 MCA bahanda bagenge bisaka bigenge sina sigenge adali sina isoda yena jambo munuko weole nge alamu lera kale paka bantu beriduka bose bamanya bari nyanga ino mundu muhongezere mukanisomo betere ko wele so Ningerana sae nekapo paka bantu bamanya muwele netisoda nena sae ni hapo ndasa na rumasa mundu aliweti mubole ne kwatie singe ajisamishe kwenye River Jordan mara 7. Hata si ali hapo mwe oyo no mundu muhongo kava sikira niye na saa niye ulinende yeye ndio ako na uokovu wake, uponyaji wake uko ndani ya Elisha ambaye ako na Mungu mkubwa. So yes, he is not broken. Ndio mubole hapo tembo kunyari sana kunyasi ina itano kuangaika ni bure, because he's the person who trusted and believed that the God he has ni Mungu mkubwa na alikuwa ameona ukuu wake. Kwa nini unafanya hivyo? You have not come to self actualization as a Christian. You don't know that the God you serve is a great God.
to do some exploit, na kufanya ile wili yake ikapate kutimilika. Alimwendea kwa unyenyekevu. Hakusema obukoma kono lalo kuhayo kulela kunyasi agano huwa kunanisumbua hapa kwa sababu mimi ni kijakazi. Namwambia mahali atapata uponyaji amekataa. Ameanza zile sarakasi za alinyenyekea. Akasema, mwanangu, my master, kama mtumishi wa Mungu angekuambia kitu kikubwa ungesema, lakini what big deal is there? Kwenda tu kufanya vile amesema. Na uone kama Mungu atatenda. Kwa unyenyekevu uko na nguvu. So he did it. Na akaenda. Na katoka huko amepona vizuri. Mungu wetu atakushangaza. I wanted to continue. But naona pia muda umetupa kisogo. Na ni vizuri saa zingine kuna mtu alisema mimi nasikizaka the ground. Sijasikiza ground. I've listened from God. Nimesikiza. Na nikasema acha nikomee hapo. Tukija siku nyingine tutaendelea tujifunze mambo ya self-actualization in Christ. Kujitambua katika Kristo. Na kujitambua kwa Kristo lazima you listen from God. So tusimame. In all things, akabila mtamu. You pray. Ukimaliza kula shukuru. Pea Bwana utukufu. So alisema go and wash yourself 7 times in Jordan River. Then your skin will be restored and you will be healed of leprosy. But Naaman became angry and stopped away. I thought he would surely come out to meet me, he said. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Nikaanza yaleta ambukanile. Hata watu wanapaya Mungu masharti. Anakasirika. Na nilimwambia wakati unakasirika, anytime you become very angry, know that you are not yourself. You are not alone. Hauko peke yako. Uko na mgeni amekuzuru. Na huyo mgeni ndiye anakupa hasira. Nilifikiria atakuja akutane na mimi, alafu aninyoshe mkono na aite Mungu wake ili nikapate kupona. For those who have no self-actualization in Jesus Christ. Already the Abana River and Pharpar River of Damascus, better than the river of Israel put together. Why shouldn't I wash in them and be healed? So Naaman turned away and went away in a rage. Alikasirika, alienda amekasirika. Hii mito yote Abana na Sikilikani sio mizuri, inashinda mito ile ya Jordan ya Israeli yote ukiweka pamoja, Jordan being among it. Ona mimi. Kinja. Usipee Mungu masharti. Yeye mwenyewe anajua wokovu wako utatokea wapi. Na saa nyingine ukukana na yangaini. Nikienda kwa kanisa leo, nikitoka huko lazima ule na mjiru mwenye ako na deni yangu lazima nilipe. Orule deni sasa ni kwenda na mjiru. Lani na saa unaka saa sina ndio kula
sana nyangine hata tusiisa dada. Unaomba vibaya? You have not come to self-actualization. Lingana saa mmoja nenda saa umanyeko ngoma si ndio naenda kutoa leo. Ukubariki tu na ninashukuru. Wacha kumpea condition kwamba neti nyangaino ndio uone paka na mdiri yeka iko bilia. Yani you'll be frustrated. You don't know the God you serve. Bwana asifiwe. Vijana, angalia katika masomo yako, katika maisha yako. Wacha kwanza kujipangia. Mimi nikipata kijana na kazi, nikisoma nipate hiki na kile, nikikuwa hivi. Mungu anajua maisha yako. What you have is just to come to self actualization. Na Mungu mwenyewe atamaliza ile imebaki. Maana pala katika nyumba yako, wacha kutegemea akili zako mwenyewe. Vile kitabu gani kinasema? Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3. And do not lean on your own understanding. In all things, acknowledge Him. And He will direct your path. Na sisi wenyewe tumejifanya wewe. Na wewe wetu ni hapo. Mtasopa nawe. Binadamu ni mavumbi. Ni mavumbi. Yes. Mwili wake wanyauka. Kama tukifika tutaimba haleluya, makao ya raha mustarehe yako huko mbinguni. Na tukifika huko tutaimba haleluya, makao ya raha mustarehe yako huko mbinguni. Fikiria mambo ya mbinguni. And let me tell you, mtumishi wa Mungu, weka mambo yako kwa Mungu. Kama ni kuoa, Mungu akulead to the right person who will give you the right perspective that will help you to reach the Father. Yeah! Tupewe na makofi. Leka kutola atie no weta. Hapo pengine wako kwa mwili. Leta mdebi. Hapo baba. Pengine wajutu msada kula. But they are not in God. They are going to mislead you. But if you pray, when someone was sent to the home of who? Yes. To go and have a king. There came a very tall, handsome man. Kijana wa wenyewe ameumbwa kaumbika. Mtanashati ukimuona. Unasema ni fujo. Si jamii, because he's using mwili wao. Mtu wa nje, si ndio? Lakini Mungu anamwambia no. It is not this one. Mwingine akakuja, sijui anaitwa Beka aba manani. Still wanasema hey, watu wameisha. Mtumishi wa Mungu anashangaa. Hata Jese mwenyewe amejua this one ni kama amekuja mambo ya sasa, akasema
uko na mwingine kweli? Akasema wewe acha. Ukale kamebaki huko ni kale kanachunga ng'ombe kule. Nasema hebu tariku leta tumuone. Nadhani yeye alikuwa nani Yesu alikuwa anasema na sasa huyu ni watu wengine tu wanapenda kuleta sarakasi zao. Wakasema leta yeye. Alipomuona akasema yuko. Akachukua. Anointed. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anything you do, jaribu kuona. Is it the right thing? Is it God's will? Wacha kwenda na mkupuo kwa vile this is how it happens. Yes, it happens. Lakini wewe kama mtu wa Mungu, use it is the right thing. So kila wakati in any issue wacha tuangalie mwongozo wa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye msaidizi. Na ndiye tuliyeahidiwa kwamba hata tuacha kama mayatima, he will bring another helper who is the Holy Spirit. Na ile ya Mungu haina kasoro. Yes. Ukiona ulifanya chaguo alafu likaleta hamaniko, there was something that you went wrong. Know that there is something, there is a place you went wrong. Iwe ni kula chapati, iwe ni kula kuku, yaende kunyonge, jua kwamba it was not a good choice. Na kila kitu niliambia wanawake, kwa saa zingine naongea nao that in everything you must pray. Kasema hata tendo la ndoa, before you start, lazima ufanye nini? You pray for God to give you maximum enjoyment and peace. Naona hata watu wakaanza kucheka tete. Kasema sasa hivi kumaanisha they also go wrong, they don't pray. No wonder unazaa watoto wanaanza kushinda, wanaanza kuwa wabaya. Pray. Si Mungu alisema in all things with prayer and supplication. All means what? Usizaze chochote. All means all. Bila kuacha chochote. Wewe mbona unaanza mengine na mengine unaombea mengine unaombei? Why do you limit your God? No wonder we go wrong. No wonder we go. Na Mungu anasema ndoa ni takatifu. Mungu betango zero mkazi wa bene na mume. La no mana gorda ni o mano rekse da la. Sikira wiruka timbiro kanyando kunyo. Lakini usumano wao and you know it is sufficient. Why don't you pray?